katika sauti yenye nguvu, tazama anga na bahari ya Zanzibar, mtindo wa taarabu ukisikika katika upepo, nyota zikimetameta juu ya mji wa kale wa upelelezi. Kutoka sehemu ya kivuli na nenea kuhusu jina Fatuma binti Baraka, maarufu kama Bi Kidude, mwanamuziki aliyezaliwa na kuzaliwa tena kupitia ngoma, sauti na upinzani. Katika hadithi hii tutatazama maisha yake ya kupigania haki na muziki na uhuru wa kiafya na mwanamke ndani ya jamii. Cha kufanya: subscribe, turn on notification, kisha tuendelee. Bi Kidude alizaliwa karibu mwaka wa 1910 katika kijiji cha Mfagimalingo pale Zanzibar. Alikabili upinzani wa jamii kama mwanamke aliyetambua uhuru wake. Mara nyingi alikosolewa kwa kuacha tabia za kawaida za wanawake wa dini. Aliamua kushiriki kwenye muziki, kuvua vazi, kusafiri na kuzungumza hadharani. Katika miaka ya 1980 alionekana kwenye television za Tanzania na Zanzibar, jambo ambalo lilimfanya kutambuliwa rasmi zaidi kupitia mipaka ya Zanzibar. Baada ya utambulikaji ndani ya nchi, Bi Kidude alianza kufanya tour za kimataifa Ulaya, Asia na Mashariki ya Kati na nchi zingine za Afrika. Alitamba kwenye festival kama Sauti za Busara Zanzibar na masherehe ya utamaduni duniani kote. Mnamo mwaka 2005 alipokea Womax Award kwa mafanikio ya muziki na mchango wake wa utamaduni. Pia alipewa medali Fox for Artist and Sport na serikali ya Tanzania mwaka 2012. Bi Kidude alikuwa maarufu kwa sura yake ndogo na sauti kubwa ya kujiamini, hivyo jina Bi Kidude likamaanisha bibi mdogo aliyependa kuvuta sigara na kulia pombe hadharani. Alikuwa jazba ya uhuru wa maisha, jambo ambalo lilimkatisha wengi wa watu wakihisi si sahihi. Baba yake alikuwa mwanunuzi wa nazi, mkazi wa kazi ya kufua nazi au coconut. Alikulia katika mazingira ya ukoloni Zanzibar, ambapo mila na dini na matabaka ya jamii vilikuwa na nguvu sana. Kwa umri mdogo kulikuwa na madai kwamba alianza kujifunza nyimbo na kuimba, mara nyingi akikimbia shule ya Korani na kujiunga na mashirika ya kabambe ya muziki. Bi Kidude alipata msukumo kutoka kwa mwanamuziki wa zamani wa Zanzibar aliyekuwa anaitwa Siti binti Sadi, ambaye alikuwa mwandishi wa nyimbo za taarabu na mwanamke wa kwanza kurekodi muziki Afrika Mashariki. Kadri aliendelea kujifunza aina mbalimbali za muziki wa taarabu, kidumbaki na unyago, akijumuisha sauti za drum, violini, ala za Misri na Kiswahili. Alianza kutumbuiza katika mikutano ya ndani ya Zanzibar, katika utamaduni wa usiku na sherehe za kijiji. Bi Kidude aliolewa mara 2, lakini hakuwahi kupata watoto. Hali hiyo ilimfanya yeye aone umuhimu wa kujitolea kwa jamii, hasa katika utamaduni wa unyago, sherehe wa uzazi wa wasichana na rishe ya mimea ya dawa. Alijua kuhusu dawa za kienyeji watu wa kijiji walimtumia kwa tiba za asili. Alikuwa na ujasiri wa kuimba nyimbo za bibi, vituko vya kisiasa na kujumuisha mapenzi, mahusiano, changamoto za wanawake. Maneno yake mara nyingi yalikuwa na maana ya kuhamasisha
na kukosoa mfumo wa kijamii unaomkandamiza mwanamke. Tuzo za kimataifa, yani Womax Award ya 2025, tuzo za ndani na medali ya sanaa na michezo ya Tanzania zinazozungumzwa kurundika nyimbo zake na rekodi na kuwa somo kwa vijana wa muziki na wasanii wa kisasa. Filamu na documentary ilitolewa mwaka 2006. Bi Kidude alifariki tarehe 17 Aprili mwaka 2013 pale Zanzibar. Alifariki akiwa na heshima na maziko yake yalifanywa rasmi na sherehe ya kitaifa. Kifo chake kiliacha pengo katika dunia ya muziki wa taarabu na utamaduni wa Zanzibar. Ukumbusho wake unaendelea kuishi kupitia sauti, makumbusho na wasanii wanaopata msukumo kutoka kwake. Kila mwaka tamasha la Sauti za Busara hutoa heshima kwake na wasanii wengi hurejea mashine za taarabu kwa njia yake. Filamu za kumbukumbu na utamaduni zimerekodi maisha yake. Aziworld ni moja ya hizo. Wazazi wa muziki wa kisasa wamechukua nyimbo zake kuimba upya, kutumia midundo ya unyago na taarabu kama msingi wa muziki wa kisasa, singeli na fashion pia. Bi Kidude ni mfano wa udhubutu kuishi maisha yako hata unapokosa idhini ya jamii. Alionyesha kwamba muziki ni nguvu ya kuleta mabadiliko, sio tu burudani. Alikataa kukoma kimya. Alitambua thamani ya sauti yake na hadithi yake. Kuna funzo kuwa ni muhimu kuheshimu wanawake sana katika muziki na utamaduni. Urithi wake unaacha wito kwa vijana: usiogope kuvua ndevu, kuimba sauti yako, kuishi kwa kujitegemea. Hivyo usisahau kusubscribe na kutani on notification. Hii ni 49 Media. Asante sana kwa kunisikiliza.